Kwa nini hujakutana na mamake na Zuchu wakati ni mtu ambaye ni familia pia? Tulitegemea kwamba mamake Zuchu pia ni mtu ambaye atamjali sana mwanae na kumtafutia dokta bora zaidi. Kwa nini hujakutana naye pengine? Kwa hiyo wenyewe walivyokaa, yani tuseme walivyokaa wenyewe walivyonitafuta mimi natosha, na isoshe mimi yani siruhusiwi sana kukutana na mtu. Yani hata wewe hivi ni bahati tu kusema ndo hivyo, ni binadamu. Siwezi kusema siruhusiwi kusimama siyo kufanya hivi, hapana. Lakini ndo hivyo. Okay. Inasemekana kwamba watu wakiachana kuna kuwa na vijembe vingi sana. Labda unapokaa na Zuchu au pia unapokaa na Diamond, kila mtu kuna maneno ambayo anakwambia tofauti tofauti. Yanakuwepo, lakini ndio maana nikakwambia hilo ni jukumu langu. Yaani kwa mfano nikuwekee, kwa mfano umemchapa mtoto, lakini unajua pale mtoto nimemchapa kanuna, lakini nikimwekea kitu fulani atafurahi. Kwa hiyo kazi ndio ninayofanya mimi, japokuwa anasema mambo mengi, lakini mimi najua namwekaje Zuchu. Okay. Kwa hiyo kuna kitu gani ambacho Mondi alikwambia wewe ni cha siri umeambiwa usimwambie Zuchu? Hajawahi niambia chochote, na nilitaka nimuulize juzi kusema mbona hizi siku kadhaa unakuja mwenyewe, lakini nikaona ya nini, mimi changu napewa. Kwa hiyo mambo mengine ya ndani kabisa siruhusiwi kuyajua. Unasikia kujua mambo ya ndani kabisa? Kwa sababu mengine wanajua wao familia, mimi nafanya kazi yangu iliyonileta. Mara mwisho Zuchu wewe na Zuchu mmeongea lini? Leo asubuhi katoka hapa. Leo asubuhi katoka hapa Zuchu? Bana, huyo ni daktari anakuambia kwamba Zuchu leo asubuhi katoka hapa. Je, yes, kwa upande wa pili umesema kwamba familia ndio imekutafuta wewe. Unapozungumzia familia pia unazungumzia familia gani? Upande wa Diamond au upande wa Zuchu? Upande wa Diamond. Unamaanisha kwamba mama Diamond Platnumz naye pia alihusika kwenye kutafuta? Yes. Inasemekana kwamba mama Diamond ana upendo na Zuchu. Vipi amechukua jukumu la kuja kukutafuta wewe kwa ajili ya kumjali Zuchu na mjukuu wake ambaye yupo tumboni kwa Zuchu? Yeye lazima nitafute, kwa sababu yeye anachojali kilichopo tumboni, yeye hamjali yeye. Lakini ili wewe unatuthibitishia kwamba mama yake na Diamond ampendi Zuchu? Kwa kweli nisiwe mnafiki, hapo mimi siwezi nikajua. Ndio maana nikakwambia mimi nafanya kazi yangu iliyonileta, natimiza wajibu wangu, basi nikifanikisha akijifungua salama naendelea na shughuli zangu nyingine kama kawaida. Okay, kwa jinsi ambavyo unamuona Zuchu anajifungua kwa njia gani? Operation au kawaida? Ni kawaida tu, anajifungua kwa kawaida. Anafungua kawaida. Okay. Tukiachana na Zuchu, mtu gani mwingine ambaye ushawahi kumsimamia ambaye mpaka akafikia labda star ambaye mpaka akawa amejifungua salama, tukiachana na Zuchu? Tuseme ni wengi, lakini nitamtaja tu mmoja. Nani? Wema Sepetu. Napo nikamsaidia, baadaye nikapata matatizo, nikaenda nchi za nje, kwa hiyo kuna mwenzangu nikamwacha akawa anaendeleza. Kwa kumbe mtu ambaye tunaongea naye hapa pia alishawahi kumsaidia Wema Sepetu. Namzungumzia bibi ambaye ana ustaa wake Tanzania. Umemsaidia kitu gani Wema Sepetu? Kuna vitu tu nilikuwa namsaidia. Si unajua mimi msomi. Sasa, okay, umemsaidia Wema Sepetu, umekuja umemsaidia Zuchu. Lakini pia watu wote washawahi kuwa na mahusiano na Diamond Platnumz. Connection hiyo nani amekupa? Yani connection nyingine zinakuja tu zenyewe. Tuseme kama kwa Wema Sepetu ni mimi mwenyewe tu nikasema hapa nifanyaje. Kwa hiyo penye nia lazima pawe na njia. Lakini huyu ndio mama yake Diamond anicheki. Kwa hiyo ndio hivyo. Okay, sasa unawaambia nini? Unawaahidi nini mashabiki wa Zuchu ambao wanakuangalia wewe kama yes ni daktari ambaye umemsimamia msanii wao na kuhakikisha mtoto aliyokuwa tumboni anajifungua salama? Una kitu gani ambacho unawaahidi mashabiki wa Zuchu? Kwa kweli mimi nawaahidi washabiki wa Zuchu wategemee kumpata mtoto. Tena mtoto kweli. Yule mtoto wa Wema wanamuita mtoto wa taifa. Sasa huyu anakuja mtoto mwenyewe. Kwa sababu mimi ninavyosimamia vitu, yani nahakikisha hata mtoto mwenyewe anavotoka anakuwa mtoto. Okay. Umesema kwamba uingilie masuala ya familia. Samahani kidogo lakini naomba ile swali nikuulize. Vipi unahisi kwamba mtoto akishazaliwa na Diamond na Zuchu wamesema kwamba wametimana, sio hivyo? Anapokuwa mtoto anachukua malezi ya mtu mmoja, hii mtoto anakuwa anamtengenezea mazingira namna gani? Kwa wenzetu wenye hela hawajali hilo. Mjali mtoto anavyojali yeye, akitaka hiki anapewa, afikiriage kusema nini. Tofauti na wale watoto wa maskini. Mtoto akitaka andazi unamwambia mwambie babako mimi sina hela. Wale ndio watoto tunawapa wakati mgumu. Lakini kwa Zuchu
najua atamlea, Diamond atamlea yule mtoto, lakini hatauliza maswali baba yuko wapi au nini, kwa sababu wote wana hela. Okay. Bwana, kama ulivyotoka kusikia kwa daktari, bwana kaelezea uhalisia ambao upo kati ya yeye na jinsi ambavyo anafanya kazi kwa Diamond Platnumz, yani anamsimamia aliyekuwa mke wa Diamond Platnumz, na maanisha Zuchu, pamoja na mtoto ambaye yuko tumboni kwa Zuchu. Bwana, usahau kusubscribe ili uendelee kupata update zaidi. Bwana, bye bye.